Omari Salum. Abedi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Kishki TV. Karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja mubashara kutokea hapa Temeke Wireless, mtaa wa Boko, jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hapa ni nje ya msikiti wa Anbiya ambao unapatikana maeneo haya. Kama ada, Ijumaa hii tuko hapa kwa ajili ya kukufahamisha mtazamaji kile ambacho kitajiri kunako msikiti huu ndani ya siku hii leo. Na leo katika mimbar ya msikiti huu, khatib atakuwa ni Sheikh Hamza Ramadhani Yahya. Yeye atatukumbusha unwani isemayo kuwa na dhana njema na Allah. Karibu wote kwa pamoja tushuhudie kile ambacho kitajiri. Mimi ni Mwana Mali Mashi, tukashuhudie hotuba ya leo insha Allah.
قدير، إله يعلم ما نحن عليه من إسرارنا ونياتنا، فنحمده سبحانه. هو الذي يأمر وينهى ويفعل ما يشاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وتدبيري وعزمي، وألتجئ إلى حولك وقوتك وتدبيرك وعزمك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Watukufu wa Islam, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma za ziada kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wote waliomfuata kwa wema hadi siku ya Kiyama, tutaenda kuzungumzia husnul dhanni billahi azza wa jalla, kuwa na dhana njema juu ya Allah tabaraka wa taala. Katika hutuba hii tutaigawanya katika vipengele vifuatavyo. Kipengele cha kwanza tutaenda kuzungumzia maana husni dhanni billahi azza wa jalla. Ni nini hiyo kuwa na dhana njema na Allah tabaraka wa taala? Wa maana tashaum, na maana ya tashaum au kuwa ni mtu mwenye kujitabiria mabaya na kujidhania kufikwa na balaa. Kisha jambo la tatu, mawatina husnu dhanni billahi azza wa jalla, maeneo muhimu ambayo wewe kama mja wa Allah unatakiwa uwe na dhana njema na Allah tabaraka wa taala. Kipengele cha nne, kaifa tuhaqqiq husnu dhanni billahi azza wa jalla, vipi unaweza ukahakiki ule au kuwa kwako na dhana njema na Allah tabaraka wa taala. Mwisho, kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala, tutagusia thamaratu husnu dhanni billah, matunda yanayopatikana kwa wewe kuwa na dhana njema na Allah tabaraka wa taala. Watukufu wa Islam, ma maana husnu dhanni billah? Ni nini hasa maana inayolengwa na inayokusudiwa tunaposema kuwa na dhana njema na Allah tabaraka wa taala? Huwa al-yaqinu bi karamillahi wa rahmatihi wa hikmatihi fi kulli amrin, ni wewe kutakiwa kuwa na yaqini na ukarimu wa Allah na rahma zake na hikma zake kwa kila jambo. Allah rahma zake zimeenea kila kitu, wasi'at rahmatuhu kulla shay. Rahma za Allah subhanahu wa ta'ala zimeenea kila kitu, lakini akasema wasaaktubuha lilladhina amanu wa kanu yattaqun, lakini nitaziweka maalumu kwa wale wanaomwamini na wakawa ni wacha Mungu. Wewe kuwa na yakini na ukarimu wa Allah na rahma zake na hikma zake kuwa zimeenea kwa kila kitu na kwa kila yeyote. Hii ni maana ya kwanza. Maana ya pili, tawaqqul khairi min Allah, kutarajia kheri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kuwa na dhana njema na Allah ni wewe kuwa na matarajio ya kheri kupata kwa Allah subhanahu wa taala. Jambo la pili au maana ya pili, ar-ridha biqada'illah, ni kuwa radhi na yale aliyoyahukumia juu yako Allah subhanahu wa ta'ala, min khairin au shar, yawe ya kheri au ya shari,
yote unakuwa radhi, kwa sababu aliyopanga na aliyoyakadiria na kuyahukumu ya kufike si mwingineyo bali ni khaliqal khalqi, muumba wa viumbe ambao wewe ni moja ya viumbe vyake. Ya nne katika maana ya husnul dhanni billah, alyaqinu bimaghfirati llahi azza wa jalla, kuwa na yaqini kama umefanya kosa, umefanya dhambi, umeteleza, ukamtaka Allah subhanahu wa ta'ala maghfira na rahma na msamaha, Allah atakusamehe. Hiyo yaqini ya kuwa Allah atakusamehe baada ya kuleta tauba na kufatizia mema, ndiyo kuwa na dhana njema na Allah tabaraka wa taala. Kuwa na dhana njema na Allah tabaraka wa taala, kinyume chake ni tashaum, kuwa na matarajio mabaya, kuwa na tatizo au balaa au chochote katika yale yasiyokufurahisha wala kukuridhisha. Ma maana tashaum wa asluhu min ash-shu'mi. Neno hili tashaumi limetokana na ash-shu'mi, ambayo maana yake wa huwa an-nahsu, ni kuhisi nuksi, wa huwa su'ul hadhi, ni kujihisi au kudhania au kutarajia kuwa utapata na balaa au na tatizo. Fatashaum huwa, maana ya tashaum huwa tawaqqu'u shar wa su'ul aqiba, ni kutarajia wewe muda wote utafikwa na shari au balaa au mwisho wako utakuwa ni mbaya na hautokuwa na kheri. Tena unaanza kutarajia jambo halijawa na alama yoyote wala na kuwa na viashiria vyovyote, kwa sababu unakuwa huna dhana njema na Allah tabaraka wa taala. Au kwa maana nyingine, huwa mailu nafs ila tawaqqu'il makruh والنظر إلى الأحداث الموافقة بنظرة سوداوية, ni wewe kuwa ni mwenye kumili moyo wako kutarajia kufikwa na mabalaa au matatizo au kufikwa na tukio lolote ambalo linaendana na mtizamo wako ambao huwa ni umefunikwa na giza lisilokuwa na mwanga wa nuru ya kuwa na dhana njema. Fayara almutashaim, huyu mwenye dhana mbaya huwa anaona almustakbal mutalaqtiman walfuras mahduma, anaona kwamba mustakbali wake ni wenye kuteketea na wenye kupotea, na fursa ni adimu, hazipatikani, chansi hazipatikani, hakuna mazuri ambayo yako katika macho yake wala katika mustakbali wake. Yeye anataraji na kutumai atafikwa na tatizo siku zote. Sasa badala ya kuwa na dhana hii, kuwa na dhana njema na Allah tabaraka wa taala. Sifa ya huyu mtu ambaye anakuwa na matarajio mabaya, sifa yake yudhakhimu almushkilati wa yusaghiru alimkaniyat. Siku zote huyu mwenye dhana mbaya huwa anakuza vilivyokuwa vidogo na kuvifanya vikubwa vinavyowezekana na vifanya kuwa haviwezekani. Hana analolitarajia kuwezekana wala kufanikiwa, kwa sababu hana dhana njema wala hana dhamira iliyokuwa njema. Ndugu zangu Waislamu, husnul dhanni billahi min al-ibadati al-jalila, kuwa na dhana njema na Allah tabaraka wa taala ni katika ibada zilizokuwa tukufu. Yambaghi an yamla al-mu'min biha qalbu, yapaswa kwa kila muumini kati yetu kujaza moyo wake dhana njema na Allah tabaraka wa taala. Fi jamii ahwalihi, katika hali zako zote wewe uwe na matarajio mema na uwe na dhana njema na Allah tabaraka wa taala. Ninaposema uwe na dhana njema katika hali zako zote, unatakikana ufungamanishe katika maisha yako yote matarajio mazuri. Maisha yako yote uwe na matarajio mazuri, ima katika riziki yako uwe na matarajio mazuri, katika Allah kukutengenezea na kukuongozea familia yako uwe na matarajio mazuri, katika Allah kukuitikia dua zako uwe na matarajio mazuri, katika Allah kukusamehe madhambi yako uwe na matarajio mazuri, na katika kila jambo unalolifanya katika maisha yako ya kila siku. Yaqulu
يقول ابن مسعود رضي الله عنه، أنا سمع ابن مسعود صحابة متكفه الله رضي naye، والذي لا إله إلا غيره، namwapa yule ambaye hapana mola pasiye kuabudiwa kinyume na yeye, ma u'tiya 'abdun mu'minun shay'an khayran min husni dhanni billahi ta'ala, hajawahipo kupewa mja kitu kizuri kuliko na kupewa yeye moyo wake kujazwa na dhana nzuri juu ya Allah tabaraka wa taala. Walladhi la ilaha illa ghayru, namwapa yule ambaye hapana mola kinyume na yeye, la yuhsinu 'abdan billahi dhanna, hajawahipo mja kuwa na dhana nzuri na Allah, illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhannuhu, isipokuwa Allah kwa huyu mja kuwa na dhana nzuri na yeye, Allah subhanahu wa ta'ala humpa kile alichomdhania kama vile vile alivyokuwa na dhana na Allah tabaraka wa ta'ala. Dhalika bi anna alkhairi biyadihi, hiyo ni kwa sababu khairi zote ziko mikononi mwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ma arwa husnu dhanni billahi hina yuqinu almu'min anna ba'da al-kasri jabra, ni uzuri ulioje mja kuwa na dhana njema na Allah tabaraka wa taala pale anapokuwa anafikwa na kitu, baada ya kuwa amefikwa na kukata tamaa, anajua matumaini yanafika muda si mrefu. Wa anna ba'da al-usri yusra, mja kuwa na dhana baada ya kuwa mambo yamekuwa ni mazuri, muda si mrefu wepesi unapatikana. Na kuwa wa anna ba'da ta'bi raha, mja kuwa na dhana njema baada ya kuwa ametaabika, amechoka na kuhangaika na kufanya ibada kadhaa, muda baada ya mauti atapata raha kuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuwa na dhana baada dam basma, baada ya majonzi, amefikwa na msiba, amefikwa na mitihani, inabadilika muda si mrefu kwa dhana njema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, tabasamu linafuatia. Wa baada almarad shifa, kuwa na dhana ya kuwa baada ya kuwa umeugua basi Allah atakufuatizia kwa kupona na kupata afya njema. Wa baada dunya jannatun arduha as-samawati wal ardh, baada ya kuwa uko duniani ukimfanyia ibada Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa na dhana njema baada ya dunia, ukifa utakutana na janna ya Allah tabaraka wa ta'ala, janna ya Allah tabaraka wa ta'ala ambayo upana wake wa arduha samawati wal ardh, upana wake ni mbingu na ardhi, uiddat lilmuttaqin, iliyoandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Qul lilladhi malaa at-tasha'um qalbahu, mwambie yule ambaye moyo wake umejaa na kukata tamaa, wa madha yadhiqu hawlana, na akawa anapata dhiki baina yetu, sirru saada, mwambie siri ya mafanikio na furaha, husnu dhanni billahi azza wa jalla, ni yeye kuutisha moyo wake na kuujaza kuwa na dhana njema na Allah tabaraka wa taala. Husnu dhanni billadhi khalaqa alhayati wa qassama alarzaq, ni yeye kuwa na dhana njema kwa yule aliyoumba uhai na yule mwenye kugawa riziki mbele ya waja wake. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى، أنا سمع متومه wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم, أنا سمع الله أنا عند ظني عبدي بي, hakika ya mimi ni nzuri alichomdhania Allah subhanahu wa ta'ala. Man amana Allah bil yaqin adhashahu Allah min ataihi, yeyote atakayeamiliana na kuwa na yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamshangaza kwa kummiminia yale ambayo amemdhania Allah subhanahu wa ta'ala, tena kumpatia yale ambayo yako juu kabisa ya matarajio yake. Allahu jalla wa ala yuamilu ibadihi ala hasabi dhununihim bihi, hakika Allah huamiliana na waja wake
kwa kulingana na vile wanavyomdhania na kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala. Wayafalu bihim ma yatawaqqauna minhu wa fawqahu, na Allah huwafanyia yale wanaomtarajia Allah kuwafanyia na zaidi ya yale ambayo wanamtarajia Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimdhania Allah atakupa wepesi katika maisha, atakupa kizazi chema, atakupa riziki njema, atakupa kazi njema, atakupa kadha wa kadha katika neema za dunia, katika neema za akhera. Hivyo ndivyo Allah atakapokuwa na kumiminia na zaidi ya vile unavyomtarajia. Ukidhania Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukusamehe dhambi zako, hawezi kukutatulia jambo fulani, muda si mrefu utafikwa na msiba fulani, muda si mrefu utafikwa na balaa fulani, hivyo litakushukia au zaidi ya lile ulilokuwa umemtarajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachopaswa ni wewe kuwa na dhana njema na Allah subhanahu wa ta'ala. Idha da'auta Allah, unapokuwa umeinua mikono yako kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, huwa na dhana njema kwamba muda si mrefu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuitikia dua, ataniitikia. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wanapokuuliza waja wangu kuhusu mimi niko karibu, naitikia dua za wale wenye kuniomba. Wao tu wafatizie asbabi za kuniamini na kufatizia matendo mema, nitakuwa ni wenye kuitikia dua zao watakazokuwa wameniomba. Kuwa na dhana nzuri pale unapokuwa umeinua mikono kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tarajia moja kati ya matatu katika hiyo dua yako, ima Allah atakuitikia ajilin am ajil, papo kwa papo au kwa baadaye. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukupa badala ya kile ulichokiomba, ima fi dunia au fil akhirah. Au Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akasikupe kile, akakuokoa na balaa na tatizo ambalo linafanana au likawa kubwa na lile ulilokuwa wewe umeliomba hapa duniani. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala huwaitikia waja wake na kuwa na dhana njema juu ya dua yako uliyomwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha anfaqta fi sabilillah, utapotoa chochote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fadhanni billahi khaira annahu sayukhlifu alayk, dhania Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badali ya kile ulichokitoa, imma hapa duniani au huko akhera, au akakubadilishia badala ya kile ulichokitoa akakupa kingine kisichofanana na hicho ulichokitoa wewe. Wewe umetoa pesa, Allah akakupa kizazi chema. Wewe umetoa pesa, Allah akakupa makazi. Wewe umetoa pesa, Allah akakupa umri mrefu wenye afya njema. Wewe umetoa pesa, Allah akakuponya maradhi. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyokuwa anawapatia waja wake, na hii ndiyo kuwa na dhana njema na Mola wako. Idha tarakta shay'an lillah, unapokuwa umeamua kuacha chochote kilichokuwa sio chema kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, basi fungamanisha na dhana njema katika kuacha kwako lile jambo, ya kuwa annahu sayuawidhaka khairan mimma tarakta, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa badali ya hicho ulichokiacha. Mithali, mtu alikuwa ana kazi zilizokuwa za haramu, anauza sigara, anauza pombe, anafanya kwenye kiwanda cha pombe, anafanya kazi ya haramu yoyote inayomuingizia kipato cha haramu, anakula riba, anafanya miradi ya riba, lakini kwa kumwogopa na kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, mja huyu kwa ajili ya Allah akaamua kuacha hivi vya haramu kwa ajili ya Allah. Afahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atambadilishia, kwa sababu amekiacha hichi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kilichokuwa cha halal tayyiba, kilichokuwa cha halali na kilichokuwa kizuri kitokacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan minhu, mwenye kuacha chochote kwa ajili ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala humbadilishia kilichokuwa bora kuliko kile alichokiacha.
Wa idha astaghfarta, utakapokuwa umemtaka maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, umefanya dhambi kubwa, umefanya dhambi nyingi, umefanya israf kwa namna yeyote ya maasi utakayokuwa umeyafanya, kwa kiasi utakachokuwa umekifanya, wewe ukaamua kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umeacha nyajibu za Allah. Muda mrefu ulikuwa huswali, muda mrefu ulikuwa wewe ni mzinifu, muda mrefu ulikuwa ni mlevi, muda mrefu ulikuwa unafanya hizo biashara za haramu, umeamua kuacha, umerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukweli wa kurudi, kuwa na dhana njema, Allah subhanahu wa ta'ala madhambi yako yote yaliyokwisha tangulia uliyoyafanya kwa namna na kwa kiasi ulichoyafanya, ukaleta tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamu vyema, Allah subhanahu wa ta'ala tukusamehe na kuwa na dhana njema. Allah subhanahu wa ta'ala sayubaddilu sayiatika hasanat, atakuja kubadilisha yale maovu yote, kwa kuwa wewe umeamua kurudi, basi kwa kiasi cha madhambi uliyoyafanya atabadilisha kuwa ni mema. La taqnatu min rahmatillah. Allah anatupa ahadi ya sisi kubakia na dhana njema na yeye kwa kutuambia la taqnatu min rahmatillah, msiwe ni wenye kukata tamaa na rahma za Allah ya kuwahurumia waja wake wanaporudi kutaka msamaha na maghfira. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah anasamehe madhambi yote bila istithna. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah anasamehe na kufuta madhambi yote. Wewe kuwa na dhana njema, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama yule bwana ambaye aliua nafsi 99, akajuta, akajiona ni mtu mwovu mbaya ambaye hafai katika jamii na wala hakubaliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akajirudi atubie, akawa anatafuta vipi atatubia. Akaenda kuuliza mtu aliyokuwa anafanya ibada, hana maarifa, akamuuliza, akamwambia wewe huna tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaamua kummalizia, akaona huyu hana mwelekeo wala hawezi kunisaidia, ngoja nimalizie alafu nisonge mbele. Akammalizia, akafikisha nafsi 100. Hakukata tamaa, akawa na dhana nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Akaondoka. Kutafuta ni vipi Allah atamfutia dhambi zake. Ndivyo akaoneshwa, akaambiwa kuna mwanachuoni sehemu fulani, nenda kamuulize. Akakimbilia kule. Mwanachuoni akamwambia, wewe katika sehemu unakoishi umeshakuwa ni mtu mwovu, na inaonesha wewe umetoka katika jamii ya watu waovu. Sasa basi cha kufanya, hama, ondoka katika mji uliokuwa unaishi, hayo mazingira ambayo ulikuwa umezoea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Badilisha, hama, nenda katika mji fulani unao watu wanaomcha Allah, wanaomhofu Allah. Hayo ni mazingira yanakufaa kabisa kuwa wewe kupata utulivu wa kubadilika na kubadilisha matendo yako. Hamia kuni, hakukata tamaa, akawa na matarajio mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala, akaamua kuondoka na kuhama. Kisa ni kirefu, akafia njiani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwandika kuwa ni katika wale waliotubia na wale waliosamehewa. Ndugu yangu Muislamu, utakapokuwa una dhana njema, hakika
kunayo maeneo ambayo hupaswi kabisa kuyaacha kutokuwa na dhana njema. Hayo maeneo ni yepi? Yaqulu ma qad sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Kuna maeneo ni muhimu mno, tunapaswa kuwa na dhana njema na Allah subhanahu wa ta'ala katika kila sehemu, lakini kuna mahala hautakiwi kughafilika kuwa na dhana njema na Allah subhanahu wa ta'ala. Nataja maeneo manne muhimu. Inda al-azamat wal mulimmat wat tadhiyat, ukifikwa na shida na matatizo, hapa ndiko tunateleza wengi, hapa ndipo tunakengeuka wengi, hapa ndipo tunapotea tulio wengi. Twakosa dhana njema unapofikwa na msiba, tunakuwa na manunguniko na masikitiko yaliyojawa na hasira na Allah subhanahu wa ta'ala, na kutokuwa na dhana njema na Allah subhanahu wa ta'ala. Kathratul fitan wa taqallubul umur, fitna zitakapokuface, zikakuelekea, zikakugusa, na mambo yakageuka na yakabadilika. Ulikuwa mambo yako super, sasa umeshakuwa hohehahe, hoi bin taabani. Ima ulikuwa na afya njema, ima ulikuwa na kazi nzuri, ima ulikuwa na kipato kizuri, ima ulikuwa na kadha cheo kizuri, mambo yamebadilika. Hapa ndipo watu hupondoka na hupotea, wakabadilisha mtizamo wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingi binadamu akiwa na kheri anajua zimetoka kwa Allah, lakini anapofikwa na shida na mitihani anaona hapa bwana ni mkono wa mtu, hapa bwana sasa Mungu hanitaki tena, sasa bwana Allah hanipendi tena, sasa bwana Allah kaamua kuniteketeza hapa duniani. Kama ilingelikuwa mitihani inaonyesha kwamba wewe umetupwa na Allah na wewe Allah kakukasirikia, manabii wa Allah wasingefikwa na mitihani, kwa sababu ndio vipenzi vya mwanzo vya awali vya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi hadithi nabii sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man nazalat bihi faqa, mwenye wa mbali zaidi. Wanzuru alhali alanbiya fi hali shadaid, hebu nikupe mfano mfupi katika matatizo yaliyowafika wema, hasa manabii wa Allah tabaraka wa taala. Pale walivyofikwa na matatizo walijenga dhana gani kwa Allah subhanahu wa taala? Min husni dhannihim bi rabbihim wa yaqinihim wa thiqatihim bi wa'dihi, kuwa na dhana njema kwa Mola wao na kuwa na yaqini na imani na ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ilikuwa ni itikadi iliyokita katika mioyo yao, na wala si mawazo ya kufikiriwa yakapita. Wa fi mawqifi an-nabii sallallahu alayhi wasallam ma'a Siddiq yawma jaa a'da'uhu ila al-ghari, tizama siku mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofukuzwa na watu wake Maka, wakiwa wanatafuta kuhamia Madina, huku wako katika maeneo wamejificha ficha, wakiwa katika ghari Hira, wakiwa wanatafutwa. Ukaja ule msafara uliokuwa
umedhania mtume yuko sehemu fulani, wakawa wanatafuta, wakafika katika lile pango, wakiwa wamesimama Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ikamfika ubinadamu akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau nadhara ahaduhum ila qadamayhi la raana, hawa mabana lau akitizama tu mmoja wao akainama tu kidogo angelituona au anaweza akatuona. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yakini iliyokuwa madhubuti akamwambia Abi Bakar, ya Aba Bakar, ewe Abi Bakar, ya Aba Bakr, ma dhannuka bi ithnaini idillah, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Una shaka gani Abi Bakr, watu wawili ambayo watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana Allah yuko pamoja nao. Hiyo ni yakini ya hali ya juu kwamba hawa hata kama angelitizama wakachungulia na kuchungulia wasingetuona wala wasingetufanya chochote. Na kweli wakajikatia tamaa, wakabaki kutizama na kung'aa macho, wakaondoka. Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhana yao kubwa njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni wenye kuwaokoa na kuwanusuru na maadui zao. Musa alayhi salam walivyokuwa wamefukuzwa na Firaun, wako ufukoni mwa bahari, hawana mashua wala hawana jahazi wala hawana chochote katika kifaa cha kuwavusha na bahari. Jamaa zake wakakata tamaa, wakamwambia inna la mudrakun, Musa umetuleta kwenye shida na balaa, sisi sasa twakutwa na Firaun na jeshi lake, muda si mrefu jamaa anakuja spidi, sasa tufanye nini? Akawaambia inna ma'i rabbi sayahdi, acheni kupambanika, acheni kuhangaika, kuweni na dhana njema na Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi niko pamoja na Allah, ataniongoza. Kwa sababu wao walikuwa bado hawana yakini, hawana imani ya kweli, ndio maana akasema inna ma'i ya rabbi sayahdini. Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abi Bakari, sisi tuko na Allah. Wote wana yakini na wana dhana njema na Allah tabaraka wa taala. Kuwa na dhana njema na Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa, piga hiyo bahari na hiyo fimbo ulionayo, akapiga, pakawa ni barabara na njia, wakawa ni wenye kupita. Hiyo ni kuwa na dhana njema na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hapo, wewe utakuwa na misukosuko na shida kila sehemu na kila wakati na kwa kila jambo. Jambo kubwa na la muhimu nikienda kumalizia katika mambo ambayo unatakikana uwe na dhana njema na Allah subhanahu wa ta'ala, inda dua, wakati unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, usimuombe na ile hali uko nusu, sijui atanijibu, sijui nimeomba sana, nimerudia sana, nimekariri sana, kila msimu unapokuja wa kheri naomba, kila usiku nimeamka, kila kadha nimefanya, kila kheri, si Ijumaa nimeswali, nimeomba, Ramadhani nimeomba, imekuja masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja nimeomba, sijui kadha. Usikate tamaa, kuwa na dhana njema na Allah tabaraka wa taala unapokuwa unaomba dua. Ud'u Allah wa anta muqin bil ijaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah lakini fungamanisheni katika kumuomba Allah kuwa na yakini kuwa Allah ni mwenye kuitikia dua na atakuitikia kwa namna zile tulizozitaja. Umar bin al-Khattab alikuwa anasema inni la ahmil hamma al-ijaba, mimi bwana nikiomba dua huwa sifikirii kuitikiwa, ninachokuwa na hangaika nacho ni mimi kupata fikira na akili ya kuenda kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndo kubwa. Utakapokuwa umeafikiwa wewe kusujudu ukamuomba Allah, ukainua mikono kwa Allah, jua kwamba wewe kazi yako imeisha. Kuitikia ni kazi ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kuwa na yakini atakuitikia. Fa idha ulhimta ad-du'a, unapokuwa umepewa ilhamu ya wewe kumuomba, fa innal ijaba ma'ahu, ujue kwamba wewe imefungamanishwa hicho kitendo chako cha kwenda kumuomba Allah na kuitikia. Ya tatu nikienda kumalizia, inda tauba, wakati unatubia dhambi zako,
kuwa na uhakika. Wewe si umedhamiria moyoni kuachana na dhambi na unaenda kumwahidi Allah na ni mkweli kwenye nafsi yako, kuwa na yakini Allah anafuta dhambi zote na atakufutia dhambi zako. Nikimalizia ya mwisho, inda al-ihtidar, wakati umefikwa na hali kajua hii hali nilionayo huenda ndio hali ya kuondoka duniani. Unapokuwa ima kwa uzee, ima kwa maradhi, ima kwa aina fulani ya ajali, au kwa mazingira ambayo wewe umejizania kwamba kwa hapa mimi kwenda mbele kimaisha sidhani kama nitatoboa, kifo kiko karibu, yale matendo mema uliyoyafanya kwa uchache kwa wingi yaweke moyoni kuwa na dhana njema, Allah atakulipa pepo. Hili la kumdhania Allah atakulipa pepo, basi kwa dhana hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuingiza peponi. Jaa fil hadith, imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwa msisitizo mkubwa, la yamutanna ahadukum, asife mmoja wenu. Kwa maana unapokuwa unaelekea kufa, illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jalla, isipokuwa mtu huyu awe na dhana nzuri na njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim an-Nakhai anasema ndiyo maana kanu yastahibuna an yulaqinu al-'abda muhsin amaluhu 'inda mautihi likay yuhsinu dhanna bi rabbih. Masahaba na wema waliotangulia ilikuwa wakimuona mtu anakaribia kuelekea umauti, walichokuwa wanakifanya kwa huyu muhtadhir, wanaanza kumpa matumaini kwa kuelezea mema yake, mazuri yake, ili wakati anakata roho awe anayakumbuka mazuri aliyoyafanya na kuwa na dhana njema, na Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa haya mazuri aliyoyafanya. Sasa na wewe ikitokea uko katika hiyo hali, kumbuka mema yako, sikumbuke maovu, ili uwe na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikitokea mtu anakata roho huko karibu, au ameshaonesha zile alama za kwamba yuko katika sakaratul maut, anza kumwelezea yale mazuri na ukifuatizia kumtamkisha la ilaha illa Allah, kwa sababu kitendo hiki cha kumtajia mazuri yake anakuwa inampa dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa na dhana nzuri na Allah atampokea hivyo hivyo kwa uzuri wa dhana yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muda kurefuka kiasi hichi, sitoenda kumalizia yale yaliyokuwa nimeyapanga yote kwa kiasi hichi. Tumuombe Allah tawfik kujaza mioyo yetu dhana nzuri na njema juu yake, ili Allah subhanahu wa ta'ala aamiliane na sisi kwa vile tunavyokuwa tunamdhania. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
واستقيموا وهاذوا بين المناكب والأقدام ولا تدعوا الفرجات للشيطان. أقيموا صفوفكم. أقيموا صفوفكم استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu wa Islam, niwaombe dakika chache. Sheikh wetu Sheikh Nuruddin Kishki yupo na tunamwomba kwa heshima na taadhima japo aseme neno inshallah. Sheikh, karibu ongea na Waislamu, tuvumilie dakika chache tuweze kupata chochote kutoka kwa Sheikh. الحمد لله والصلاة والسلام على. Hakika si vinginevyo, Waislamu ni ndugu. Wanawachuoni wanatuambia udugu pekee uliotajwa ndani ya Qur'ani ni udugu wa kidini, ni udugu wa kiimani, ni udugu baina ya Waislamu. Udugu uliopo leo baina yetu wa kinasaba na kidamu ni udugu ambao umeasisiwa hapa ardhini, lakini udugu wa kidini umeasisiwa huko mbinguni. Na ndio maana wanawachuoni wanatuambia al-ukhuwatu fi ddini aqwa min al-ukhuwati fi nasab. Udugu wa kidini ni mkubwa zaidi na ni mzito zaidi kuliko hata udugu wa kinasaba. Sasa kwa kauli ya Allah anasema hakika ya Waislamu ni ndugu. Sasa ikiwa sisi ni ndugu, kwa nini tuchukiane? Kwa nini tudhaniane dhana iliyo mbaya? Angalia aya iliyofuata. Nikianza na aya yenyewe sasa, innamal mu'minuna ikhwatun
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. Hakika si vinginevyo Waislamu ni ndugu. Hivyo basi, ikitokea sintofahamu, migogoro baina ya ndugu zenu Waislamu wenzenu, fanyeni haraka sana musuluhishe baina ya ndugu zenu. Nini maana yake? Maana yake ni haramu kwa Muislamu pindi anapoona kuna Muislamu fulani na Muislamu fulani hawaivi, hawapatani, hawasemeshani, alafu yeye asiingie kati, asiingilie baina yao katika kuwasuluhisha. Wattaqullaha la'allakum turhamun, na mcheni Allah, mkifanya hivyo huenda mkarehemewa. Njoo sasa aya nambari 11, sura ya tabia njema hii, Suratul Hujurat. Allah anatoa wito kwa Waislamu wote, kwa waumini wote, kwa ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam wote. Anasemaje? Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum, enyi mlioamini. Wangapi wameamini humu ndani? Tuone. Sheikh Ibrahim peke yake, Sheikh Ibrahim Kishki peke yake. Wangapi wameamini? Sasa Allah anasema enyi mlioamini nyie, la yaskhar qaumun min qaum, kundi katika nyinyi lisijaribu hata kidogo kulidharau kundi lingine. Leo sisi tunadharauliana, tudharauliane. Leo kila mmoja anajiona ni mbora kuliko mwenzake. Leo kuna ambao tayari wana tiketi za kwenda peponi. Leo kuna ambao katika sisi wana funguo za kwenda peponi na washawatoa wenzao out nje ya pepo. Sasa Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum, enyi mlioamini, kundi katika nyinyi lisijaribu, lisithubutu kulidharau kundi lingine. Kwa nini? Asa an yakunu khayran minhum, huenda wale waliodharauliwa na wenzao wakachukuliwa ni wachovu tu, si chochote si lolote, hawakusoma, hawajui dini, wamepinda, wamepotea. Kumbe hao wakawa ni bora mbele ya Allah kuliko wale wanaowadharau wenzao. Kumbe hao ni bora mbele ya Allah kuliko wale wanaowadharau wenzao. Kisha Qur'ani ikasema wala nisaa'un min nisaa, wala wanawake wasidharau wanawake wenzao. Kwa nini? Asa an yakunna khayran minhum, huenda wanawake waliodharauliwa na wenzao wakawa ni bora mbele ya Allah kuliko wale waliowadharau. Wala talmizu anfusakum, wala msitiane doa na dosari wenyewe kwa wenyewe.
wala msipondane. Leo mabingwa wa kuwaponda Waislamu wenzao na kuwasada na kuwasadilia mbali ni Waislamu wenzao. Leo Muislamu akikaa kwenye kijiwe, kazi yake ni kumsagilia mbali Muislamu wenzake, kumponda Muislamu wenzake, kumtoa akili, kumtoa maanani, hata kumtoa katika dini. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, laisa almu'minu bitta'ani wala al-la'ani wala al-fahishi al-badhi. Muumini wa kweli bwana hana sifa mbaya zifuatazo: si mtu wa kuwaponda wenzake, na si mtu wa kuwalaani wenzake, na si mtu mwenye kutoa maneno machafu mdomoni mwake dhidi ya wenzake. Sasa Qur'ani inasema, wala talmizu anfusakum, wala msipondane nyinyi kwa nyinyi, wala msitiane doa na dosari nyinyi kwa nyinyi, wala msichafuane nyinyi kwa nyinyi, wala msitukanane nyinyi kwa nyinyi. Bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman, wala tanabazu bil alqab. Allahu akbar. Wala msitane kwa majina mabaya. Nani leo wanaoongoza kuwaita Waislamu wenzao kwa majina mabaya? Hivi sasa tuitani kwa majina mabaya? Hebu nipeni baadhi ya mifano ya majina tunaitana. Vikanzu. Nipe bora ruhusa nyingine. Mashe virungu, mashe ubwabwa. Hawa wanaoita wenzao makhurafi, wale wanaoita wenzao mahizbi. Qur'ani inasema msiitane kwa majina mabaya, na jina baya ni jina ambalo mwenzako haliridhii wewe kumwita. Lakini si leo tunajifanya Waislamu wazuri, tunafuata mafundisho sahihi ya Qur'ani na Sunna, sisi tunaongoza kuwaita wenzetu kwa majina mabaya. Kisha Qur'ani ikasema, bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman, jina ovu kabisa, jina baya lilioje, kumwita Muislamu kwa jina la muasi au uasi au ufuska, au jina kumpa jina ovu, jina baya, baada ya yeye kuwa ni muumini wa kweli mbele ya Allah. Waman lam yatub fa ulaika humuz zalimun, na asiyetubia kwa Allah na kuacha tabia hizi. Zipi? Kudharau wenzake, kuwaponda wenzake, kuwatia doa na dosari wenzake, kuwachafulia heshima wenzake, kuwapaka matope wenzake, na kuwaita kwa majina mabaya wenzake. Asiyetubia kutokana na tabia hizi, hakika hao ndio waliodhulumu nafsi zao. Namaliza sasa na aya husika iliyotukataza tusidhaniane dhanna mbaya. Ya ayyuhalladhina amanu jatanibu kathiran minadh-dhann. Subhanallah. Aya zenyewe direct zinawasemesha walioamini, lakini baadhi kama si wengi katika walioamini tunajifanya tumedata na kujizima data. Mola anatusemesha, sisi tunajifanya tumedata na kujizima data. Sikiliza Mola anapokusemesha wewe ulioamini. Wewe unaidai kwamba umeamini, wewe
Mola wako anakuambia kama unaniamini kweli mimi na mtume wangu, pokea haya maagizo yangu. Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann, enyi mlioamini jiepusheni na wingi wa dhanna. Inna ba'da adh-dhanni ithm, hakika baadhi za dhanna ni madhambi matupu. Dhanna gani ambayo inakufanya uchume madhambi? Pale unapomdhania mwenzako dhanna njema au dhanna baya. Dhanna njema au dhanna mbaya? Sema Muislamu, wakati gani utaingia katika zile dhanna ambazo ni za kukupatia madhambi? Pale unapomdhania ndugu yako dhanna nzuri au dhanna mbaya? Jibu sasa. Dhanna mbaya. Sisi tunaongoza kudhaniana dhanna nzuri au tunaongoza kudhaniana dhanna mbaya? Semeni ukweli tu. Kapita kwa miguu, bwana hoya, unaona ajitusalimia huyo, anajifanya hajatuona. Huyo kapita na gari bwana, kapandisha kioo. Sasa kasipandisha kioo. Mavumbi yote na magari yameumbwa na kutengenezwa ili kupandisha kioo. Kwani usiseme yuko bize, hakutuona, alikuwa anashughulishwa na barabarani, au alikuwa anaongea na simu, kapita kusema kweli pengine kavurugwa na mawazo. Usimpe dhana. Kwani usimpe udhuru, excuse? Kwani usimpe mzako? Kisha Qur'ani ikasema, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm, enyi mlioamini jiepusheni na wingi wa dhanna, hakika baadhi za dhanna ni madhambi matupu. Angalia sasa katazo lingine, wala tajassasu, subhanallah, wala tajassasu, wala msichunguzane. Leo Waislamu wote majasusi, na unajiuliza umesomea wapi ukachero wewe huu? Kazi kufuatilia wenzake, kenda wapi, karudi. Oya mwanangu, sasa hivi jamaa mambo yake super, unaona kanenepa huyu sasa hivi. Kumbe mwenzio anakula vidonge vya TB hapa Temeke. Vidonge vya TB vimemnenepesha, wewe una mind pa kitambi cha mwenzako. Subhanallah. Oya, sikizi amoni fulani kakonda uje sasa hivi. Kaukanyaga nini huyo? Subhanallah. Wewe hangaika na kwako wewe, achana na wenzio. Sasa Qur'ani tukufu inasema wala tajassasu, wala msichunguzane, wala msifuatiliane, wala msipekuane. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Angalia, kila kinachofuata ni kigongo. Kila katazo alilotukataza Mola wetu lililotoka na linalofuata, huenda linalofuata likawa ni kikubwa zaidi. Anasema wala msisengenyane. Tuko pamoja Islam? Aya inaanzaje? Enyi mlioamini jiepusheni na wingi wa dhanna, kwani hakika baadhi za dhanna ni dhambi. Sawa. Katazo la pili, wala msichunguzane, sio? Katazo la tatu, wala msisengenyane. Tabia hizi mbovu tunazo, hatuna tena. Wanaume siku hizi bwana, ongeleni wanaume wenzangu. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu,
anapenda kwenda kula nyama ya ndugu yake aliyekufa? Yaani kuna ndugu yako, kaka yako, baba mmoja mama mmoja, umemzika hapa Wailesi hapa. Nani anaweza, Qur'an nauliza, nani anaweza aende akamfukue ndugu yake kisha akate nyama yake aile ili hali ndugu yake kashafariki? Unaweza? Unaweza kula nyama ya ndugu yako aliyekufa wewe? Labda uwe mwanga, labda uwe mchawi. Sasa Qur'an nasema kama mnavyochukia kula nyama ya ndugu zenu waliokufa, chukieni kusengenya Waislamu wenzenu. Tabia ya kusengenyana hukumu yake mbele ya Allah ni sawa na kula nyama ya ndugu yako aliyekufa. Kwa kuwa hilo linawachukiza, basi na nyinyi chukieni liwachukize suala zima la kuwasengenya Waislamu wenzenu. Wattaqullaha bima ta'malun, kwani hakika ya Allah ni mjuzi mno juu ya yale mnayofanya. Nataka nihitimishe na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maneno ya Sayyidina Umar. Bwana Mtume anasema iyyakum wadhanna, jepusheni na dhanna mbaya mbaya katika kudhaniana wenyewe kwa wenyewe. Fa inna dhanna, kwani hakika ya dhanna mbaya, akdhabul hadith, ni uongo kabisa kabisa wa maneno. Na Qur'an nasema wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, dhanna mbaya siku zote haisaidii chochote mbele ya haki. Sayyidina Umar alikuwa anapenda kusema dhannu bilmu'minina khayra, wadhanieni Waislamu wenzenu dhanna iliyo nzuri. Na alikuwa anapenda kusema la tadhunnanna bikalimatin kharajat min fi akhika illa khayra, msithubutu kudhania dhanna mbaya neno lililotoka katika mdomo, lililotoka katika kinywa cha ndugu yako, isipokuwa lidhanie kheri tu. Kwa kumalizia akasema tena la tadhunnanna bikalimatin kharajat min fi akhika illa khayran wa anta tajidu laha fil khayri mahmala, au kama jaa. Ndugu yako kila akizungumza maneno yake siku zote ya bebe na ya tafsiri katika tafsiri iliyo nzuri na sio vinginevyo. Miongoni mwa sababu zilizopelekea leo Waislamu kutokuwa pamoja, kutokuwa na umoja wala mshikamano, kutokuwa na mapenzi baina yetu, miongoni mwa sababu ni dhanna zilizo mbaya. Tubadilike. Wangapi wanasema tuko tayari kubadilika? Allah nakuomba tubadilishe kila tabia iliyo mbaya, tuondolee na tubadilishie iwe katika tabia zilizo nzuri. Allah, kama ulivyotuumba vizuri, basi zijalie tabia zetu pia ziwe vizuri. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا.
ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله يبارك sana, kupeni kila la kheri, awaepushe na kila la shari na warejeshe majumbani salama, na poleni kidogo tumechukua muda wenu. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mashi. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah. Allah akumbushe. Swala ya Ijumaa, mtazamaji, imemalizika hapa katika msikiti huu wa Anbiya uliopo maeneo ya Temeke Wireless, mtaa wa Boko, jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo hutuba ilitanguliwa kutolewa na Sheikh Hamza Ramadhani Yahya, ambapo aliweza kuwakumbusha Waislamu kuhusiana na kuwa na dhana njema kwa Allah. Lakini baada ya swala al-Juma, mwamba wa miambani dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki aliweza kuongezea baada ya swala, yeye akiwakumbusha Waislamu kuwa na dhana njema baina yao ya wao kwa wao. Imani yangu mtazamaji, umeweza kustafid vya kutosha kabisa kwa kile ambacho umeweza kukisikiliza kuanzia hutuba hata na yale ambayo yamesemwa baada ya hutuba, kwa maana baada ya swala ya al-Juma. Katika siku hii leo hatuna la ziada. Asante kwa timu nzima ya Kishki TV ambayo ilikuwa sababu ya kufanikisha kushuhudia yote haya. Nazungumzia hutuba, swala al-Juma na kalma pia baada ya swala ya al-Juma. Kwa niaba ya wote hao, mimi naitwa Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.